Mtazamaji wa Upendo TV, ni wakati mwingine tena ambapo tunakuletea habari kwa ufupi. Msomaji ni mimi Gerard Leonard Elia, na katika habari hii nitakusomea habari za kitaifa na baadaye habari za kimataifa. Na sasa tuanzie jijini Dar es Salaam. Jamii imetakiwa kutumia kikamilifu wiki ya afya kitaifa sambamba na wiki ya chanjo Afrika kama jukwaa muhimu la kuimarisha afya kupitia huduma bora za afya, lishe sahihi, usafi wa mazingira na kinga dhidi ya magonjwa, maadhimisho ambayo yanatoa nafasi kwa wananchi kujifunza, kushiriki na kuchukua hatua madhubuti katika kulinda afya zao na familia zao. Akizungumza katika kuadhimisha wiki hizo, mkurugenzi msaidizi kutoka Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma, Dr. Rahima Hingora amesisitiza kuwa chanjo ni moja ya njia muhimu zaidi za kujikinga dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. Pamoja na mambo mengine, tunatoa msisitizo maalum kwenye chanjo kama njia kuu ya kulinda maisha ya watoto wetu. Kila mzazi anatamani kuona mtoto wake anakuwa akiwa na afya njema, anafikia ndoto zake na kuishi maisha marefu yenye furaha. Hata hivyo, magonjwa hatari kama surua, polio, kifua kikuu, donda koo, kifaduro na mengineyo yanaweza kusababisha madhara makubwa au hata kifo. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanazuilika kikamilifu na chanjo. Chanjo ni salama, zinaaminika na zimeokoa mamilioni ya maisha ya watoto duniani kote ikiwemo Tanzania. Kwa kumpatia mtoto wako chanjo, unampa kinga, nafasi ya kukua salama na matumaini ya maisha bora baadaye. Kuhakikisha watoto wanapata ratiba kamili ya chanjo pamoja na kuzingatia usafi wa mazingira ili kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa, na wadau wa sekta ya afya kuendelea kushirikiana kwa karibu na jamii ili kuhakikisha elimu ya afya inawafikia wananchi wote, hasa katika maeneo ya vijijini. Tumia wiki hii ya chanjo kuhakikisha mtoto wako anapata au kukamilisha ratiba yake ya chanjo. Wiki ya chanjo inafanyika tarehe 24 hadi 30 Aprili 2026 na huduma zinapatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya nchini. Aidha, kilele cha wiki ya afya kitaifa kitafanyika tarehe 29 Aprili 2026 katika wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani. Unapomchanja mtoto wako, unamlinda si yeye tu, bali familia yako na jamii kwa ujumla. Bila kusahau, unachangia kujenga kizazi chenye afya na nguvu. Wiki ya afya kitaifa na wiki ya chanjo Afrika ni ukumbusho muhimu kwa jamii kwamba afya ni jukumu la kila mmoja. Kupitia elimu sahihi ya utekelezaji wa vitendo, inawezekana kujenga taifa lenye wananchi wenye afya njema na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi. Mtazamaji wa Upendo TV, baada ya kutazama habari hiyo, na sasa tuelekee jijini Dodoma. Serikali imeeleza kuwa iko tayari kushirikiana na Hispania katika maeneo ya kipaumbele ikiwemo kukuza uchumi endelevu, ujenzi wa miundombinu, mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kuendeleza rasilimali watu kwa lengo la kuchochea maendeleo jumuishi nchini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari ameeleza hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Hispania nchini Paloma Sera Robles, aliyefika kwa ajili ya kujitambulisha na kuwasilisha masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na Hispania jijini Dodoma. Working very closely with you and to deepen the cooperation, particularly on mutual economic interest between our two sides. Tanzania highly appreciates the most recent concessional loan financing amount to around $30 million for the implementation of. Amesema dhamira ya serikali ni kuendelea kushirikiana na Hispania katika kutafuta rasilimali za kifedha kwa ajili ya miradi mingine ya maendeleo yenye maslahi mapana kwa taifa, lengo likiwa ni kuchochea ukuaji wa uchumi na huduma bora kwa jamii.
Kwa upande wake, balozi wa Hispania nchini Paloma Sera Robles ameeleza dhamira ya nchi yake kuwa ni kuendelea kuisaidia Tanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta tofauti zikiwemo miundombinu ya usafirishaji na miradi ya kijamii yenye tija kwa wananchi. Mtazamaji wa Upendo TV, baada ya kutazama habari hiyo kutoka jijini Dodoma, na sasa ni kupeleke huko visiwani Zanzibar. Taasisi zisizokuwa za kiserikali nchini zinaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuinua wanawake kiuchumi ili waweze kujikwamua kimaisha na kuondokana na tegemezi. Akizungumza mara baada ya kukabidhi vifaa kwa wakulima wa zao la mwani wa shehia ya Bungi na Kikungwi, mkurugenzi wa taasisi ya Zanzibar International Development Organization Ramadhani Makame Mbanja amesema hatua hiyo itawezesha kupunguza gharama za ununuzi wa vifaa za kuendeshea shughuli zao. Hapa katika kijiji chetu cha Kikungwi, na tumekuja kuwasaidia mama zetu na kaka zetu wakulima wa mwani. Hii ni kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hasa katika ile sehemu ambayo ya kuwasaidia wananchi kiuchumi. Tumeunga mkono jitihada za Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa sababu yeye amesema jumuiya zisizo za kiserikali zinayo haki ya kuwasaidia wananchi moja kwa moja katika kuhakikisha wanawawezesha kiuchumi. Sasa sisi kwa jumuiya yetu leo tumekuja hapa na vifaa hivi vya kamba na taitai kwa ajili ya wakulima wa mwani, na hivi vitatolewa Kikungwi, lakini kuna vingine vitatolewa sehemu nyingine. Jumla na hesabu yote kwa ujumla kwa gharama ambayo tutaitumia leo itakuwa milioni 13,400,000 na kidogo. Lakini pia tukitoka hapa tuna kazi nyingine ambayo tunakwenda kuifanya kwa wenzetu wenye ulemavu na mayatima. Asante. Nao wakulima wa mwani kutoka shehia ya Kikungwi na Bungi wamesema upatikanaji wa msaada huo utakuwa chachu katika kukuza vipato vyao na kuweza kujikimu kimaisha wao na familia zao, huku wakiziomba taasisi nyingine kuendelea kujitoa katika kuwasaidia wajasiriamali. Maana ilikuwa tunanunua. Kwa hivyo tunanunua na tukiangalia bei ya mwani ingali iko chini. Kwa hivyo sasa hivi hapa angalau kidogo gharama ya kununua kamba na taitai zitatupungukia. Maana hii taitai tu tulikuwa tunanunua kwa shilingi 3,000. Na ukija kwenye kamba hii tunanunua shilingi 7,000. Kwa maana hiyo tunashukuru hapa tumepunguziwa kidogo. Shukrani zetu kwa kutujalia kutupa hii riski ya vifaa ambayo itatukizia haja zetu kwa kupunguza hasara. Itatuingizia uchumi na itatupunguzia hasara. Nashukuru sana kwa msaada huu na tutatusaidia katika upandaji wetu wa mwani. Tunaomba waendelee kutusaidia vizuri na tunashukuru sana katika msaada wao ambao wametupa, na tunawatakia wapate mafanikio katika msaada hii wanayotoa. Jumla ya kina mama 100 wa shehia hizo wamepatiwa vifaa ikiwemo taitai na kamba vyenye thamani ya shilingi milioni 13. Mtazamaji wa Upendo TV, baada ya kutazama habari za kitaifa, na sasa tuzitazame habari za kimataifa, tukianzia huko Nigeria. Watu wenye silaha wamewaua takribani watu 29 katika shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa jimbo la Adamawa nchini Nigeria, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo bila kubainisha nia yake. Mamlaka na wakazi wa eneo hilo wanasema wanamgambo hao walivamia uwanja wa mpira ambapo watu walikuwa wamekusanyika na kufyatua risasi kiholela kabla ya kuchoma nyumba, maeneo ya ibada na pikipiki. Gavana wa jimbo hilo Ahamdu Amaru Fintiri ameweka picha zake mitandaoni wakati akiwasili katika eneo la tukio, huku akielezea shambulio hilo kama udhalilishaji mkubwa. Mashambulizi yanayohusishwa na wapiganaji wa kundi la Islamic State yameripotiwa kaskazini mashariki mwa Nigeria katika miaka ya hivi karibuni.
Na sasa mtazamaji wa Upendo TV, tumalize habari yetu kwa ufupi huko Mashariki ya Kati. Irani imelaani vikali hatua ya Marekani kukamata meli yake nyingine iliyokuwa imebeba mafuta ghafi katika Bahari ya Hindi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Esmaili Bagheri, amekitaja kitendo hicho cha Marekani kuwa ni uhalalishaji wa wazi uharamia na ujambazi wa kutumia silaha baharini. Ameongeza kuwa Marekani lazima iwajibike kikamilifu kwa mwenendo wake unaokiuka sheria, hatua ambayo inakiuka misingi ya sheria za kimataifa na biashara huria ya kimataifa na kutishia kanuni za kimsingi za usalama wa baharini. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametaja hatua ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kuwa sawa na silaha ya nyuklia ya kiuchumi na kusema kuwa Irani inajaribu kuitumia dhidi ya dunia. Amesema anatumai kuwa baada ya mzozo huu dunia nzima itakuwa imetambua tishio linaloletwa na Irani. Mtazamaji wa Upendo TV, na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea, lakini usikose kutazama habari nyingine kwa ufupi itakapotimia saa 10 kamili za jioni. Lakini pia usikose kutazama habari kamili itakapotimia saa 2 kamili za usiku, na marudio yake itakuwa ni saa 5 kamili za usiku. Niliyekusomea habari hii kwa ufupi, mimi naitwa Gerard Leonard. Niwashukuru wote ambao wamefanikisha habari hii. Nikutakie mchana mwema.